نبينا وحبيبنا ومعلمنا ومولانا محمد رسول الله، نبي آتاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون ورحمة عيسى وبساطة يحيى وملك سليمان وصبر أيوب، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا في محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله، يا من أتيت إلى الحياة مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. Watukufu wa Islam, kama alivyotukusanya Allah hapa, atukusanye peponi kesho pamoja na bwana mtume Muhammad. Allah tutakabalie saumu zetu, Allah tufanyie wepesi katika mambo yetu, awarudishe Waislamu katika kitabu na sunna raddan jamila, atupe Uislamu subra katika dini yetu, tuvumiliane katika mambo yetu. Katika siku ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala, unwan ya mada yetu itakuwa ni baadhi ashrat as-saa allati dhakaraha Rasulul Mustafa sallallahu alayhi wasallam, yani baadhi ya alama za kumalizika kwa dunia alizozitaja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, nazo zimekwisha kutokea. Na kama zimekwisha kutokea, ina maana wakati wowote sisi tuko katika msafara wa kuiaga dunia hii. Na alama moja miongoni mwa alama za kuonyesha kwamba dunia thamani yake ni ndogo sana, tizama tulivyoanza mfungo wa Ramadhani na tunavyotiririka katika mwezi huu. Leo tutaingia tena katika siku ya 14, na hapo tutakuja kuigawa Ramadhani na tutahamaka Ramadhani imemalizika, hatujui tumefanya nini. Na hivi ndivyo maisha yanavyokwenda. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a. Watu wataapa siku ya kiyama wakiulizwa kam labithtum fi dunya adada sinin, mmekaa miaka mingapi? Watasema saa moja tu. Ndio maana ukilifanyia utafiti swala hili, ukimleta hapa mzee mwenye miaka 80 ukimwambia elezea historia yako, hawezi kuielezea historia yake kwa muda wa miaka 80, ataelezea kwa dakika 5. Kama ni fasaha wa kuongea, angalau dakika 6. Nilizaliwa mwaka fulani, nikasoma shule fulani, nikahitimu chuo fulani, nikawa mvuvi mwaka fulani, nikaoa, nikazaa watoto, leo nimeshakuwa na miaka 80. Dakika 5 zimekwisha. Maana yake hizo dakika 5 ndio maisha yake. Ile miaka 80 anaizungumza tu. Hivyo ndivyo tunavyoishi. Sasa wale wenye kudanganyika na dunia wakaona ndo makazi katika dunia, wakaacha amri, wakaacha sala, wakaacha kufunga, wakaacha kutoa zaka, wakaacha kufanya khairi kwa ajili ya mustakbali wao wa akhira yenye kudumu, hao wamepata hasara kubwa sana. Ndio maana Allah kasema kullu nafsin dha'iqatul maut wa إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هي مستاري chini كلمة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. kila nafsi itaondoka duniani, itakufa. Na yule atakayepushwa na moto akaingizwa peponi, huyo ndo alofaulu. Na hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni ya udanganyifu, ni starehe ambazo sio za kudumu. Ndio haya maisha ya dunia ambayo kama atayaeleza mtu mzima alofika miaka 85 hapa, hamalizi dakika 5. Hizo dakika 5 ndio uhalisia wake wa kuishi katika ulimwengu. Sasa humo ndani aitafute pepo ambayo akiruzukiwa, Allah anasema faqad faz, amefaulu, huyo ndo aliyefuzu. Allahumma ja'alna min al-faiz. Ndugu zangu, ad-dunya saa, dunia ni saa moja tu.
Yani dunia ni wakati mdogo sana. Ad-dunya saa, dunia ni wakati mchache, ndio maana kiyama kikaitwa saa, kwa sababu saa yenyewe ya kiyama ni muda mfupi sana, lakini kwa wenye akili. Kwa maana Allah akasema innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba, hakika wao wanaiona hiyo saa ya kiyama iko mbali, lakini sisi tunaiona karibu sana. Kwa sababu gani? wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, hakika siku moja anayoijua Mola wako ni kama miaka 1000 tunayohesabu sisi. Kwa maana kwamba ikifika miaka 1000 katika ulimwengu, Allah anasema sasa imepita siku moja katika dunia. Sisi tunasema miaka 1000 do, hakuna mtu anaishi miaka 1000 katika dunia. Ina maana sisi tunaishi miaka 60 au 70 kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ilmu ya Mwenyezi Mungu, ina maana tunaishi kwa madakika tu. Ukiishi miaka 60, masekunde na madakika ndio watu wanaishi nayo hapa ulimwenguni. Wenyewe wanaona hizo dakika na sekunde ndio za kumroga mtu kwa ajili ya dunia, ndio za kuua mtu kwa ajili ya dunia, ndio za kudhulumu, ndio za kunyang'anya. Anasahau kwamba kule ima kuna pepo au moto ambazo utaishi milele kwa milele. Allah anasemaje kuhusu moto? labithina fiha ahqaba, يعني يمكثون في النار قرنا بعد قرن لا يذوقون فيها موتا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. hawatonja baridi, hakuna upepo mzuri, hakuna upepo mwanana, hakuna vinywaji bora, hakuna chakula kizuri, isipokuwa watakula uchafu unaotoka kutoka katika tupu za wanawake mahawara waliomuasi Mwenyezi Mungu, ndio kinywaji chao, na miba na adhabu juu ya adhabu. Allah tusalim salama na siku hiyo. Yote hayo yametokana na nini? Na duniani umejisahau ile saa ya maisha, ukaiona kwamba ndio umefika katika dunia hii. inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Imam Shafi anasema kunao, lakini baadhi ya waja wa Allah wenye akili wameisoma dunia vizuri, wakaijua, wakaitambua, wakaipa talaka. ahim min ad-dunya. Imam Ali ibn Abi Talib kisema laqad talaqtuki thalatha tatliqat la raj'ata fiha, dunia nimekujua wewe, nimekuacha talaka 3, siwezi kukurudia tena. amruki khatir, mambo yako ni makali, ni mabaya, ni magumu, hatari dunia hii. Kwa sababu gani? Furaha ya dunia, dhiki za dunia. Anasema hiyo dunia, mwenye kupewa ndani ya dunia iftutin, huwa sio kupewa, huwa ni kufitinishwa. Na mwenye kunyimwa katika dunia hazun, huwa na huzuni. Angalia, zote ni mitihani. Ukipewa umefitiniwa, na ukinyimwa utahuzunika. Ukiishi miaka mingi utaishi miaka michache. Yote hii itaangalia namna ya maelekezano utakayoelekea kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, dunia ni saa moja. Ad-dunya saa faj'alha ta'a. Kama dunia ni saa moja, wewe ile saa moja yote ifanye ni taa ya Mwenyezi Mungu. Wa nafsu tamaa awidha alqanaa, na nafsi ina tabia ya kutamaa na kuwa na tamaa na kutamani vitamu vizuri, starehe. Sasa wewe ifundishe kukinai, kutosheka. Iwe hii nafsi ina kinai, ikikinai nafsi utakuwa mtu mwema, kwa sababu alqanaatu kanzul la yafna. Kukinai ni sehemu ya akiba ambayo haifilisiki kabisa, na utakuwa wewe umekinai. Ndio maana sala hazikupiti, saumu hazikupiti, dunia unaipa mgongo,
ndo starehe unazijua, lakini huingii ukajichafua kule kwa sababu nafsi imekinai. Lakini nafsi kama haijakinai, kila kitu itataka, kwa sababu an-nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi ridha wa in taftimhu yanfatim. Nafsi ni kama mtoto mchanga, kila wakati anachokihitaji, hata kala moto ataomba. Sasa na wewe ukiipa utakuwa umejiangamiza mwenyewe kwa mwenyewe. Watukufu wa Islamu, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake aliwahi kuambia Waislamu, masahaba waliokuwepo pale, udud sita baina yaday saa, hesabuni mambo sita kabla ya kiyama kutokea. Mkiyaona mambo sita hayo, fahamuni kwamba kiyama kiko just around the corner. Mambo sita hayo, mambo sita hayo anayoyasema Mtume, tuyatazameni leo ndugu zangu Waislamu. Je, tunaishi ndani yake? Kusema kiyama ni lini Mtume hakusema, kwa sababu hiyo ni kazi ya Allah jalla jalaluhu. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ثم والنازعات غرقا itakupa picha halisi ya kiyama. Kwamba wewe Muhammad wanakuuliza kiyama ni lini, waambie mimi si kazi yangu kukuambia ni Ijumaa ijayo tarehe fulani mwaka fulani. Hapana, sio kazi yangu. Ilmuha inda rabbi, ilmu ya saa iko kwa Allah jalla jalaluhu. Lakini siku ya kutokea, kaannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duha, siku kitokea mtu atajidhani aliishi nusu siku au jioni yake tu. Ndio ile wa yawma taqumu saa yuqsimu almujrimuna ma labithu ghayra saa. Mtume akawaambia Waislamu, hesabuni mambo sita, mkiyaona hayo jueni kwamba kiyama tayari. Jambo la kwanza, mauti, kufa kwangu. Kisha kufa mimi, mjue kiyama karibu. Mautu nabii, kifo cha Mtume, ni shartun wa alamatun min alamati saa, nalo limeshatokea. Kutokea afya Mtume mpaka sasa hivi, sasa sisi kiko hapa karibu. Tunasema nikifa mimi, alama ya kiyama, kifo changu. Mtume ameshakufa ndugu zangu Waislamu, na kama kafa Mtume, nani tabaki? وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Hatukujalia kwa kiumbe yoyote kabla yako wewe Muhammad atapata uhai wa milele. Kama utakufa wewe, ndo wawe hai wao, waekwe tu katika ulimwengu. Na kama ulimwengu ungekuwa na thamani, Mtume angeomba kumwambia Mwenyezi Mungu, usiniondoe, nataka nione akhir rajulin min ummati, mtu wa mwisho katika ummati Muhammad nimuone. Kwa sababu dunia haina thamani. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو dunia ingekuwa inafanana na ubawa wa mbu kwa thamani, Allah singempa kafiri hata funda moja la maji, kwa sababu haina thamani. Ndio hata kafiri ananeemeka, anapata, kwa sababu Allah anapo pahala anamsubiri. Dunia haina thamani. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka. Naam, ameondoka. Aya abdu kam yaraka Allahu asiya harisan ala ad-dunya walil maut nasiya anasita liqa Allah wal qabr wal thara wa yawman abusan tashibu fihi an-nawasiya لو لم يلبس المرء ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها حيا وباكيا لكانت الدنيا تدوم لأحد لكان رسول الله فيها حيا وباقيا. Anasema mshairi huyu, unaipapia dunia, unapupa na ulimwengu,
na kuambia huu ulimwengu ungekuwa muhimu angekuwepo mtume mpaka leo, na ingelikuwa una thamani angekuwa mtume yuko hai na amebaki mpaka sasa hivi. Kuondoka kwa mtume kunaonyesha kwamba duniani hakuna nini thamani. Kila wakati nasema bali rafiqul a'la, bali rafiqul a'la, nataka kwenda kukutana na Mola wangu, kukutana na Mola wangu. Yani anataka kufa, sisi hatutaki kufa. Ndio maana ukiumwa kidogo unakimbilia Muhimbili, hujaambiwa usitafute dawa. Ukiwa na njaa kidogo unakimbilia jikoni, hujaambiwa usitafute kula. Lakini hii ni ishara tosha kwamba mwanadamu, kama ingelikuwa kuna possibility ya pahala uhai unanunuliwa, unauzwa, matajiri wangekuwa wana invest na kila mmoja angepiga ua, lakini apate kuishi daima na milele na milele. Lakini mwisho nini? Kifo. Mtume alikufa katika mwaka wa 11 Hijria, wakati ametoka zake katika Hijjatul Wadaa. Risala ya mtume ilikuwa miaka 23 kama tulivyosomeshwa katika sira. Miaka 13 na miezi kidogo Makka, miaka 10 na miezi kidogo tena Madina. Kwa hiyo ukiangalia hapa utapata miaka aliyoishi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika risala ni 23. Mwaka wa 10 ndio ambao ulikuwa ni mwaka wake wa mwisho, akenda zake kuhiji, hija iliyoitwa Hijjatul Wadaa. Na kila alipofika alikuwa akiwaambia Waislamu, khudhu anni manasikakum fala'alli la alqakum ba'da ami hadha. Mimi nakuambieni, someni kutoka kwangu ishara na ibada ya haji, kwa sababu huenda tusionane tena baada ya mwaka huu. Hija inakuwa katika mwezi gani? Dhulhijja, mwezi wa mfungo 3, na huu ndio mwezi wa mwisho, ni kama mfano wa Disemba kwa wale jamaa. Mwaka hapo ndio mwaka wa 10 anafunga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema pengine mwakani hatutoonana, na haya alikuwa akiyakariri kila pahala, kila anaposimama. Aliyasema akiwa Arafa, akiyasema akiwa Jamara, akiyasema akiwa katika haram, kila pahala anawaambia khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amiha. Pengine tusionane, huu mwaka wangu huu huenda ukawa wa mwisho. Watu wakawa nalia, zikashuka zile aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Hizi zote zilishuka zikionyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ndo amekamilisha, na ndio maana baadhi ya sahaba wakafahamu, wakawa wanalia. Kwa nini unalia? Anaulizwa Abu Bakar, asema abki li anna ajala rasulillahi awshaka an yanqadi. Nalia kwa sababu muda wa mtume unaelekea umefika ukingoni. Kwa nini? Sababu huyu alikuja kueneza dini, na kama imekamilika hana tena kazi hapa, ataondoka. Kwa hiyo mtume anawaambia huu ni mwaka wangu wa mwisho, huenda tusionane. Na katika mwaka huo alikwenda kumzuru sahaba wake anaitwa Sa'd ibn Abi Waqqas, anaumwa. Kama ile haqqul muslim ala almuslim iyadatul marid. Saad alikuwa anaumwa mpaka mwenyewe aliyakinisha kwamba mimi nakufa katika maradhi haya. Alipokuja mtume akamwambia Rasulullah, mimi laqad balagha bi min alwaj'i ma tara. Unaniona katika hali ambayo unaniona maradhi yalivyonidhoofisha. Nitakufa mimi katika Maka, lakini sikitiko langu sikupenda nife Maka, ningependa nife Madina. Sitaki niwe kama Saad mwingine Ibn Khawla ambaye amekufa hapa akakosa ile fadla ya kuwa muhajir. Mimi nataka niondoke Maka nikazikwe Madina nikafe kule, lakini kwa hali hii inaelekea nyinyi mtaniacha mimi nitazikwa Maka. Lakini pamoja na yote ya Rasulullah, wa ana dhu malin, mimi nina hela nyingi, ni tajiri. Wala yarithuni illa ibnatu li, warithi ni mmoja tu katika familia yangu, mtoto wangu wa kike. Akishachukua nusu ya mali nyingine nitaifanya nini? Fahal atasaddaq binisfi mali ya Rasulullah, je nitoe nusu ya mali yangu? Mtume akamwambia la, usitoe nusu ya mali yako. Bithuluthi mali, basi nitoe thuluth mbili. Mtume akamwambia la, usitoe thuluth mbili ya mali yako. Akamwambia basi fa thuluth,
nitoe thuluthi moja ya mali yangu? Mtume akafikiri akasema athuluth wathuluthu kathir innaka intadhar warathataka aghniya khairun min an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Ukiwaacha watu wako wana uwezo ni bora kuliko kuacha wanaombaomba. Unaweza ukatoa thuluthi ya mali. Kisha Mtume akamhakikishia akamwambia wala tukhlaf ya Saad, wala hutoachwa hapa ukafa Maka, utakufa hapa, wala allaka an tukhlaf, lakini kuna pahala kuna watu watakuacha wewe. Yani anasema hutokufa Maka, utaondoka, wala hutokufa katika maradhi yako haya, lakini kuna watu miongoni mwa watu wao watakuacha, kwa maana watakufa wao mwanzo. Wewe ulikuwa mgonjwa utaishi, lakini wao walikuwa wazima watakuacha. Hapo Mtume anajiashiria nani? Anajiashiria yeye mwenyewe. Kwa angalia, Mtume mzima ameenda kumzuru mgonjwa, mgonjwa ana wasiwasi, asema ya Rasulullah, laqad balagha bi min alwaj'i ma tara ukhallafu ba'da ashabi, mtakufa, mtazikwa hapa. Mtume anambia lan tukhlaf wala allaka an tukhallaf, hutokufa, lakini kuna watu watakufa watakuacha. Kisha umesema una mtoto mmoja wa kike, anasema utakuja kufanya mambo wewe yantafi'u bihi an-nas wa yudarra bihi al-akharun, watu watatufaidika nawe na kuna wengine watapata hasara kupitia wewe, na kila siku utakuwa unafanya mambo illa zdadta bihadhihi al-umuri daraja, utakuwa unapanda daraja kila siku. Utakuja kufanya mambo wewe, umma wa Kiislamu utafaidika nawe, makafiri watadhurika nawe. Yaangalieni ya maneno ya Mtume katika hadithi hii. Mtume akaondoka akaenda zake Madina, akaishi mwisho wa Dhulhijja na Muharram na Safar, katika mwezi 4 wa mfungo 5, mwezi 4 yani tarehe 4 ya mfungo 5, Mtume akaanza kuugua, kichwa kikaanza kumpiga Rasulullah mpaka anaingia nyumbani kwa mkewe Bibi Aisha. Mtume anasema wa ra'sahu, yani jamani kichwa kinauma. Na hapa ulama wakastafidi kwamba kumbe mtu akiumwa si vibaya kusema naumwa na pahala fulani. Mtume anakamata kichwa anasema wa ra'sa, jamani kichwa. Temperature ikapanda mpaka akatiwa kwenye basin, chombo hivi, wake zake wakawa wanamwagia maji baridi kwa ajili ya takhfifi ya ile temperature. Rasulullah alianza kuugua hapo. Hebu turudi kwa Saad ibn Abi Waqqas. Saad alinyanyuka, Saad akapona, Saad akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saad akashuhudia kifo cha Mtume, Mtume akazikwa. Saad ibn Abi Waqqas akaendelea na maisha, akaishi baada ya kumwona Mtume kule Maka miaka 50 baada, nusu ya karne aliishi baada ya pale. Alisema mimi na mtoto mmoja wa kike, Allah alimruzuku watoto 34 wa kike na wa kiume baada ya pale. Aliishi Saad akaifungua Qadasiyya, dola ya Kifursi yote ilivunjwa na yeye alikuwa kiongozi katika Ghazwatul Qadasiyya. Alileta ngawira ambazo umma wa Kiislamu ulineemeka sana kupitia ngawira zile zilizokamatwa katika dola ya Kifursi. Saad ibn Abi Waqqas aliwatia adabu mushrikina na kafirina waliokuwa abadatun nar, wakadhurika. Maneno ni yale ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe kuna watu watakuacha, pamoja na kwamba wao wamekuja kukuzuru wewe ndo mgonjwa, lakini mgonjwa atapona, aliyekuwa mzima atakufa. Subhanallah. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa alikuwa anaangalia nyuma ya pazia mambo mengi makubwa ya kuthibitisha utume wake mbele ya bashariyati jamaa. Mtume akaenda akazuru Madina, akazuru mji wa maiti waliokuwa wanaitwa Baqi'ul Gharqad. Ya Aba Muwayhiba, ta'ala linazura maqabir al-Baqi fa inna Allah amarani an azuraha fi hadhihi al-layla. Kabla sijafa Allah kanituma nizuru makaburi. Akaenda Mtume akatizama makaburi, kisha akasema assalamu alaykum ya dara qaumin min al-mu'minina wal mu'minat antum salafuna wa nahnu bil athar, nyinyi mmetangulia na sisi tunakuja. Baada muda mchache nakuja mimi huko. Anasema laqad aqbalatil fitan, nyinyi mmesalimika, lakini fitna zinakuja huko.
kaqita'il layl almuzlim, kama kipande cha usiku. Waliokufa wameshasalimika, zipo fitna zinakuja huko. Tusbihu ar-rajulu mu'minan fayumsi kafira, itakuja wakati mtu atakuwa muislamu jioni, ikifika asubuhi ni kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, watu watakuja kuuza dini zao kwa kutaka dunia. Mtume anazizungumzia fitna ambazo zilionekana wazi baada ya kufa kwake. Watu walirtadi, watu wakakataa kutoa zaka. Abu Bakar akawapiga vita, bali mwaka 35 akauawa Khalifa Rashid Uthman ibn Affan. Mlango wa fitna ukafunguka, Waislamu wakaanza kuuana wao kwa wao. Na tukifungua mlango huu haufunguki kabisa, haufungiki, kwa sababu ndani unatoa machozi, na badala ya kulia machozi hasa itapaswa tulie damu kwa yaliyowakuta Waislamu katika nyakati hizo. Yote alikuwa akiyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anasema siku mkiona nimekufa, mjue kiyama kiko karibu. Mauti yangu mimi. Jambo la pili, fathu Baitul Maqdis. Ikija ikifunguliwa upya, ikirudi katika mikono ya Waislamu Baitul Maqdis, msikiti ulio Aqsa, Palestina, uliotajwa katika suratul Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa. Msikiti huo ambao ukiswali unapata 500 thawabu, ukisali Madina 1000, ukisali Makkah 100,000. Hizi zote Mtume sallallahu alaihi wasallam anazitaja kwetu, tufanye haraka wa kufanya ibada, tusione kwamba duniani ndio tumefika. Liya'lama kullu minna anna ad-dunya laysat bidari qarari, kila mtu ajue kwamba hapa hajafika bado, yuko njiani anakwenda. Hii ni stage tu miongoni mwa stage. Umetoka katika marhalatu ruh, mpita katika marhalatu rahim, sasa uko katika marhalatu dunya, kesho kuna marhalatu al-qabr, kesho kuna marhalatu al-qiyama, alafu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar. Sasa hichi kituo hiki wewe unaona ushafika, hujafika bado, unakwenda. Na kufa sio kufa tu, asema kufa ni intiqalu min marhalatin ila ukhra. Kifo sio mwisho wa mambo yote. Kuna watu wana believe kwamba ukifa Tanzania utaumbwa tena binadamu wewe Marekani, ukifa Marekani utajishtukizia huko Burundi. Ndio hivi tu watu wanaishi tu, hakuna mwisho. Hao wanakosea, na ndio wanajipa hope. Ndio maana wako tayari kuua watu kwa ajili ya dunia, kwa sababu wanaona hapa kila mmoja ataishi milele. Hapa hakuna milele, hapa utaondoka tu. Imam Malik ibn Anas zama zake alipoota ile ndoto, anamuona Israeli katika ndoto yake, akamuuliza kam baqiya min umri, Israeli mimi nitakufa lini? Maana wewe ndio mtoaji wa roho, zamu yangu lini? Akamuonyesha vidole vitano, akamwambia vidole vitano hivi vina maana gani? Akazindukana, kenda kwa muawwilu ru'ya Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin akamwambia usiwe na wasiwasi, usifikiri imebaki dakika 5, wala usifikiri imebaki siku 5 au miezi 5 au miaka 5. Malakul maut alitaka kukupa habari kwamba inna jawaba su'alika fi 5 umurin min al-ghaib la ya'lamuhunna illa Allah. Jawabu la suala lako liko katika mambo ya ghaib 5 asiyoyajua isipokuwa Allah. Yapi? Isome suratul Luqman mwisho kule, inna Allaha indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Hizo ni habari za Allah. Yeye ndiye mwenye kujua kiyama ni lini, na yeye ndiye mwenye kuleta mvua, yeye anajua yaliyo katika matumbo ya kina mama, na yeye ndiye mwenye kufanya nafsi ikafa, yeye ndiye anajua wewe utakufa wapi na utakufa lini na wakati gani. Pengine sisi hapa katika mmoja wetu tukiondoka ndo mwisho wetu tena wa kusali msikiti huu. Nani anajua? Sio maapizo, huu ni hakika na ukweli kabisa. Kwa hiyo ndio maana Mtume akisema kila wakati ista'iddu lilmauti qabla an-nuzul. Mwenzetu tumemsalia sasa hivi hapa, yeye amepata bahati ya kusaliwa na umma huu, na bwana Mtume anasema atakayesaliwa angalau na safu 3 tu za Waislamu katika watu watakaomsalia, basi huyo atashuhudiliwa na kwamba ni mtu wa kheri, anakwenda peponi inshallah. Ndio maana ulama wakasema mkienda pale popote msikitini, kama mko wachache msipange safu moja tu, hata kama mko wachache vunjeni safu moja ile mtengeze safu 3. Hata kama mko watu 10
hii ni moja katika ulum za fuqaha. Mko watu 10 basi inshallah mmoja atakuwa imamu, mtabaki 9. Kwa hiyo wale 9 watatu wawe safu ya kwanza, watatu nyuma na watatu watakuwa ngapi wale? Watatu na imamu. Safu 3 hizo zimetosha ili kukimbilia kwamba huyu awe katika watu wa khair. Nani anajijua kama naye atasaliwa na watu kama hawa walioenea hapa sasa hivi? Basi kila wakati ndio unaambiwa uombe Mwenyezi Mungu. Na pengine huyu alifanya jambo lilimfurahisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatujui. Man yadri, mwezi wa Ramadhani kama huu labda alipeleka chupa ya maji tu ya drop au maji ya uhai au nini, kaleta mtu akafutaria. Au pengine alimpa mtu tende tu. Kitu kidogo tu kinaweza kikakufanya wewe ikawa sababu ya kwenda pahala pazuri kesho akhera. Mtizama yule bwana alikuwa anapita, Mtume katika hadithi sahihi anasema bainama rajulun yamshi, anapita yule bwana idh ishtadda alayhi al-'atash, akapata kiu kali sana. Faraa bi'ran bijanibi, akaona kisima, akasema hapa nitapata maji. Fanazal wa sharib, akanywa, alafu akapanda kwenye kisima, akashuka, akatoka nje. Asema fa idha bil kalb yalhath min shiddati al-'atas, mkamona mbwa kwa kiu kali, yule mbwa anarambaramba udongo ule na matope yale. Akasema laqad balagha bihadha al-kalb min al-'atsh mithla ma balagha bi, huyu mbwa kiu alikuwa nayo ni kama ile ilonipata mimi. Akashuka tena kisimani, anasema famala khuffahu maa, alikuwa na hofu kama kiatu hivi, akakijaza maji. Thumma masakahu bifi, akaikamata na mdomo wake kama socks ile, huko akaparamia kisima, akapanda upande wa pili. Fasaqa bihi alkalba, kampa maji mbwa. Fashakara Allahu lahu wa ghafara lahu, Mwenyezi Mungu ikawa ni sababu ya kumsamehe makosa yake yule na kumshukuru kwa kitendo kile. Amemnywesha mbwa najis, sisi tunaita tena mughallada, lakini tumesema fi kulli kabidin fi kulli ratbin, kila mnyama alokuwa na ini na uhai ajrun, kuna ujira unapewa. Yule amesamehewa kwa kumpa mbwa maji. Je, ukimpa imamu wakati maji? Je, ukimpa muislamu anasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, utapata nini wewe mbele yao? Bali riwaya nyingine inasema ni baghiyun min baghaya bani Israil, mwanamke hawara anayejiuza katika wale bani Israil. Yeye alimuona mbwa katika kisima anarambaramba tope zile, akavua kiatu chake kile cha kokoko, akachukua nini maji akateka kwa kiatu, akamnywesha mbwa. Faghafara Allahu laha, ikawa sababu ya kusamehewa makosa yake. Unajuaje ni kipi kitakufaa wewe? Kipi kitakufaa? Ndio Mtume akasema la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, usidharau chochote katika wema. Walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, hata kama kusmile mbele ya uso wa ndugu yako, unaweza ukaingia peponi kwa sababu tu ulicheka mbele ya uso wa ndugu yako. Mtume ndivyo alivyotufundisha. Naam. Kwa hiyo watukufu wa Islam, haya yote yatatokea. Tufanye kila tunachokiweza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba dunia si pahala petu pa kuishi. Bwana Mtume SAW akasema u'dud sittan baina yaday saa, mauti wa fathu baitil maqdis, kufunguliwa kwa msikiti wa Palestina, kurudi katika mikono ya Waislamu. Mwaka wa 11 kufa Mtume, 12, 13, 14, 15, 16. Hapa lilianza vuguvugu katika ukhalifa wa Sayyidina Umar al-Faruq, la kuanza kupeleka wanajeshi kurudisha mkono msikiti huu katika mikono ya Waislamu. Mpaka kati ya miaka ya 16 na 17 jeshi la Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, Shurahbil ibn Hasan, Yazid ibn Abi Sufyan, hawa wote ndio walikuwa wale makomanda katika jeshi hili lililorudisha Masjid al-Aqsa. Khalid ibn al-Walid ambaye aliuzuliwa na Umar akaekwa kiongozi, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, hawa waliingia katika Palestina wa ablau balaan hasana,
wakapata kuteka msikiti huu ukarudi katika mikono yetu, lakini wakakosa kupewa funguo, kwa sababu kiongozi wa nchi ile alisema hizi ufunguo kuna mtu maalum ambaye tumeona katika historia kwamba yeye ndo atakayezipokea. Wakampigia simu wakati huo ni salamu tu, barqia, hakuna telegram, hakuna whatsapp, hakuna iqbil ya Umar, taala ya Umar, huyu amesema funguo zina mtu maalum, huenda mtu huyu akawa wewe. Sisi tumemaliza kazi yote, lakini hapa tumekosa kuzipokea mafatihu Madina al-Quds. Sayyidina Umar akaondoka Madina, akaja na kijana wake na kipando chao kimoja, wakawa wanapanda kwa zamu, wakafika mpaka katika nchi ya Palestina, huku wanakanyaga matope, wanaingia mpaka kufika. Yule bwana akatoa funguo, akasema huyu ndiye mtu tulioona katika historia zetu kwamba ndiye atakayepokea funguo za Quds. Mmeona nini? Asema rajulun yadkhulu almadinata mashiyan wa ghulamuhu rakib. Atakuja mtu hapa anaingia mjini kwa miguu anakanyaga, na kijana wake mfanya kazi ndio atakayojua ya kipando. Wa fi thawbihi 17 raq'atan min athawb, katika nguo na joho alilovaa kuna vipande viraka 17, 17 ruk'a, kuna viraka 17 rangi tofauti mbalimbali. Ndio mwenyewe huyo kachukua funguo zile. Umar akasali kucha kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, Baitul Maqdis ikafunguliwa. Baada ya hapo imerudi tena katika mikono ya Mayahudi, ikafunguliwa tena kurudi upya tena kwa Waislamu wakati wa Salahuddin al-Ayyubi, ambaye alikuwa hajipi hata fursa ya kulala katika nyumba, na inasemekana katika historia alikuwa hana hata nyumba ya kulala, na walikuwa akimwambia wewe ndio kiongozi wetu, kwa nini tusikujengee nyumba? Akisema madha yafalu bil baiti rajulu alladhi yatamanna shahadata laylan wa nahara, haifanye nini nyumba mtu ambaye anatamani kufa shahidi usiku na mchana? Anasema mimi sitofurahi mpaka nirudishe Masjidul Aqsa katika mikono ya Waislamu. Akarudisha Salahuddin al-Ayyubi, na baada ya muda tena kufa kwake karudi tena katika mikono ya Mayahudi, na mpaka sasa hivi unaona mambo yalivyo huko Palestina. Anasema hii mtume ni moja katika alama za kiyama, kurudi katika mikono ya Waislamu, na usharudi. Japo umerudi tena, lakini ulirudi wakati wa zama za Sayyidina Umar, nalo hili lilitokea. Jambo la tatu, mtume anasema mutanun ya'khudhukum kaqasil ghanam, kutakuja wimbi la kifo, mauti yatakaowachukua watu wengi kwa ghafla, kama vile unavyochukua ugonjwa mbuzi au kondoo au kuku. Yani kama aina ya kipindupindu hivi, litakuja kutokea gonjwa hilo, litawachukua watu kwa wingi sana. Hiyo ni dalili vile vile ya kiyama, nalo hili ulama wanasema limetokea wakati wa Sayyidina Umar ibn Khattab, mwaka huo wa kwenda 17 kwenda 18. Katika miaka hiyo Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, baada ya kuifungua Baitul Maqdis, yuko katika nchi ya Syria, magonjwa haya yalitokea na yalikula nafsi na kuchukua roho za watu katika masahaba na Waislamu 25,000. 25,000 roho zilitoka kwa gonjwa hili katika taun au kipindupindu kilichotokea wakati huo, na miongoni mwa waliokufa alikuwa ni Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, na yeye alikufa. Mpaka wakati huo Umar alikuwa anataka kwenda ziara, akazuiwa, akaambiwa usiingie kwa sababu sasa hivi maradhi haya yanachukua kila mtu, wewe ndio kiongozi, ukija huku unaweza tukakukosa. Sayyidina Umar akageuza. Mmoja katika Waislamu akamuuliza Umar, unakimbia kifo? Na kifo ni qadari ya Allah, atafirru min qadari Allah, unaikimbia qadari ya Allah Umar? Akasema nafirru min qadari Allah ila qadari Allah, hata huku kukimbia pia ni qadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunaikimbia kudra ya Allah kwa kudra ya Allah vile vile. Kwa hiyo lazima utekea Muislamu. Allah anasema wala tulqu bi aidikum ila tahluka, sio unasema Mungu ashanikadiria mimi nitakufa tu naenda. Hapana, haya ndio masomo ambayo wameyachukua kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hilo ni jambo la tatu. Mutanun ya'khudhukum kaqasil ghanam,
wimbi la kifo, maradhi kama yanavyochukua mbuzi na kondoo na mifugo yatatokea na yatawachukua watu wengi sana, nalo limetokea hilo. Mtume akasema tena, istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinar fayabaha wa yadhallu sakhitan. Kutakuja wakati jambo la nne hili litatokea, mali zitakuwa nyingi sana, hela zitakuwa nyingi sana, na watu wataneemeka, hata itafika wakati mtu atapewa 100 dinar fayadhallu sakhitan wa yabaha, atakataa kuchukua na atakuwa na hasira. Kwa nini anapewa pesa ile? Yani hii ulama wameieleza maelezo mengi sana, kwamba utafika wakati pesa itakuwa haina thamani. Hii ni maelezo ya kwanza. Wengine wanasema itafika wakati pesa itakuwa imejaa na kila mmoja anayo na kutakuwa hakuna fukara. Hii wakaieleza kwamba hii ilishawahi kutokea wakati wa zama za Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Ilifika pahala kila mtu akiambiwa njoo chukue zaka, mwaka jana wewe ulichukua zaka, akasema la, mimi namtafuta wa kumpa na mimi. Miaka miwili tu aliongoza Umar ibn Abdul Aziz, alimaliza adui njaa ambaye nchi nyingi zinamuita na kumtangaza kama adui. Lakini Umar alisema huyu adui huyu lazima tummalize, na alimalizwa. Ikawa katika ahadi yake hakuna mtu anajulikana kama ni fukara au maskini, watu wote wameneemeka, mpaka pesa zikawa hazina wa kupelekewa, zaka hazina wa kupewa. Subhanallah, Umar ibn Abdul Aziz akatoa tangazo, akamwambia vijana, man kana aziban wa yuridu an yatazawwaj famahruhu ala hisabi baiti mali almuslimin. Kijana yote anayetaka kuoa hana hela, sisi tutampa. Ikatangazwa, man kana alayhi daynun fasadadu daynihi ala hisabina. Kuna watu wana madeni, basi tutawalipia sisi madeni yao. Ikatangazwa, mtu yoyote ambaye anataka kukopeshwa au kupewa, yani pesa alhasili ipatikane, ipelekwe kwa wahusika, lakini haji mtu, wote watu wanazo. Au wanachuoni wengine wakasema hii itafika wakati Nabii Isa akishashuka. Ikishafika wakati wa Nabii Isa kuja hapa ulimwenguni na Mahdi, yule mtu wa mwisho atakayekuja kueneza uadilifu, itafika hapo sasa watu watakuwa na hakika, ala, Nabii Isa kishashuka, kwa hiyo kiyama kiko karibu sana. Sasa mtu hapa ataumpelekea dola milioni 1, atakwambia mimi sasa hivi na concentrate na akhira tu, mambo ya hela na dunia mimi sitaki tena. Itafika wakati huo. Itafika wakati sasa mtu ameyakinisha anaweza akapewa pesa badala ya kufurahi. Leo mtu mpe dola 100, atakubeba hata kama una kilo 200 na yeye ana kilo 40, na atafurahi sana, kwa sababu ni shida ya kila mtu. Lakini siku hizo atakasirika sana, kwa nini unampa hela? Kama unataka kumtia motoni vile, wewe unaniletea mtihani. Hii sakisha shuka hapa, kiyama hiki hapa, unanipa hela maana yake ni unataka kuniua, unanipeleka jahannam. Sasa itafika wakati huo. Ulama wameeleza kwa wingi sana na sharhi kubwa sana mambo haya, kwamba itafika wakati hela itakuwa haina thamani na watu watakuwa wakipewa hawazitaki, kwa sababu shughulu shaghili yao ni akhira, si dunia tena, na dunia ndo hela. Jambo la ngapi hilo katika alama? La 4. Jambo la 5, bwana mtume akasema ni fitnatun lan tad'a baitan illa dakhalathu. Kuna fitna zitakuja, hazitoacha nyumba ila zitaingia fitna hizo. Ulama wakasema hili limetokea, na fitna hizi ni hizo simu mlizozikamata mikononi mwenu, hivi vyombo vya habari na madishi na internet na manini, hayo vyombo vyote vya habari. Hii ndo fitna ambayo haitoacha nyumba, itaingia. Zamani watu walikuwa wasomaji wazuri wa Qur'an. Sasa hivi simu imechukua nafasi pahala pa Qur'an, haisomwi tena Qur'an. Zamani ilikuwa mtu anashughulika na dhikri msikitini, unaona anakaa. Sasa hivi dakika 5 nyingi mtu amekamata simu yake. Sasa hivi imefika pahala mtu utamwona yuko hivi tu simu yake.
WhatsApp, kila kitu, mambo chungu zima, na magroup tulioungana. Ukifungua simu unapata message 200, utapata wakati kweli wa kusoma Qur'an, zile message 200 zote utazisoma saa ngapi? Na namna Ibilisi alipokuwa na nguvu, ukisikia tu ile miluzi yake ile inaimba, unataka kujua kuna nini. Pengine kuna hela, maana hela ndio pale pako ukiona unasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sasa wakati mkubwa umechukuliwa na media na press na vyombo hivi, wasailul i'lam na vitu hivi vingine, madishi hayo na satellite na kila kitu, uchafu wote umechukuliwa. Tuko hapo sasa hivi, anasema Mtume, hii ni fitna, haitoacha nyumba, itaingia. Imefika baada sasa, ipo bwana ananihadithia, anasema nyumbani, ndani ya nyumba moja sasa hivi, mke atakumwambia mumewe chakula tayari, basi akiambiwa hivi asikii chakula tayari, asikii. Anasema anamtumia WhatsApp kwenye nini, yuko hapa na hapa, chakula tayari, ala chakula tayari, anafahamu kwa kuwa ametumia message hapo kwa hapo, ndio watu wanafahamiana. Imekuwa mtihani mkubwa sana, na mtihani mkubwa ni kwamba sasa hivi imechukua wakati wetu mkubwa wa kufanya ibada. Sio wote wanaozitumia vibaya. Hivi wanavyotumia vijana ni vizuri, kwa sababu wanachukua elimu. Na hizo simu ni kama kisu chenye makali, kinapata huku na huku. Itabidi wewe mwenyewe utakavyoitumia. Ukiitumia vizuri utafaulu, ukiitumia vibaya utaharibikiwa mwenyewe. Lakini ni fitna kubwa sana. Leo wakati wa kusoma Qur'ani umekuwa finyu. Leo kukamata mtu mashaf imekuwa hakuna. Leo imekuwa simu ndio mke wako wa kwanza, alafu wengine wanafuata. Hela zote zinamalizikia hapo, kununua mabundles, kununua airtime, kununua nini, na kila siku analeta simu mpya. Unajua wateja wako wengi, mtu anauza ya zamani ananunua mpya kila siku, na fitna hizi sijui zitakwisha lini. Na sasa wameingia mpaka wazee, sio vijana tu. Utaona mzee ameshughulika na simu, wewe imebaki rakaa 2 tu, guu kaburini, simu hiyo itakufaa nini? Mzee bado anangangania, na yeye anataka simu latest yenye na nini na Facebook, na Facebook itakufaa nini? Peleka sasa hivi wakati wako, kesho akhira. Mtume anasema a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yatajawaz dhalik. Umma wangu wataishi miaka 60 na 70, wachache watakaopenya hapo. Hiyo ni fitna nyingine ambayo sasa hivi ndio tunayoiona katika majumba ya mwisho. Bwana Mtume anasema hudnatun bainakum wa baina bani al-asfar, mtakuja kupigana vita nyinyi na wazungu. Bani al-asfar ni watu wa Ulaya na wa Marekani kwa lugha ya leo. Wakati wa lugha ile ni Warum. Sasa hivi ndio hao watu wa Ulaya. Sababu itafika wakati watapigana vita. Kupigana vita vyao kutatokea pahala wataweka hudna. Hudna ni ile wanaita Kiingereza ceasefire. Maana hold your fire. Sasa kuna mikataba kwamba hakuna vita. Wakiwa watakuja kufanya khiana, warudi na wakati kumekuwa na hudna ya kwamba watu wasimamishe vita. Sasa hivi ndugu zangu, kumeingia mitihani katika nchi zote za Kiislamu, zimekuwa destroyed. Kila pahala unapopajua wewe palipokuwa na maalimul Islam, Uislamu unavurugika. Si Misri, si Iraq, si Syria, si Yemen, si Bahrain, si popote. Hatua kwa hatua tunakwenda tu, tunaelekea pahala pabaya. Na hii vifo vikawa vingi ni alama nyingine ambazo Mtume SAW alizitaja katika hadithi nyingine. Katika hadithi hii kataja mambo 6, lakini kwingine akasema kathratul haraj, yani kathratul qatl, vifo vikiwa vingi. Hiyo ni alama katika alama ya kiyama. Na leo vifo vimekuwa vingi, watu wanakufa mpaka unaona kichefuchefu kwa namna watu wanavyouana. Ndugu zangu Waislamu, Bwana Mtume ametangaza zaidi ya hayo mengi kwamba kiyama kitakaribia mkiyaona haya. Miongoni mwa hayo ni ile hadithi maarufu ya Umar ibn al-Khattab, aliyekuja bwana mmoja mwenye nywele nyeusi sana, nguo nyeupe sana, akamuuliza Mtume Uislamu ni nini, imani ni nini, ihsani ni nini, na yote Mtume alijibu. Mwisho alimuuliza akhbirni ani saa, nieleze kiyama ni lini. Akamwambia mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il, mwenye kuulizwa hajui, labda mwenye kuuliza anaweza akawa na ilmu na kiyama. Akamwambia bas akhbirni an amaratiha, nieleze dalili zake. Mtume akatoa dalili, antalida al-amatu rabbataha. Iangalie nini hii,
ni mwanamke amzae mlezi wake. Shurahul hadithi wametoa sharhi nyingi kuhusu hili, lakini moja katika sharhi ya tafsiri ya antalida al-amatu, amatu ni sayyida au amatu ni mwanamke. Huyu mwanamke amzae mlezi wake, yani mama leo amzae mlezi wake, yani amzae mtoto wa kike, mtoto wa kike ambaye atakuwa huyu mtoto wa kike anasikilizwa sana na mamake kuliko mama kumsikiliza, kuliko mwana kumsikiliza mama. Tumefahamiana? Maana ya antalida al-amatu rabbataha ni mama amzae mtoto wa kike, afu yule mtoto wa kike ndo awe na amri juu ya mamake. Mama awe hana la kufanya mpaka achukue idhni kutoka kwa mwanawe wa kike. Fatuma, basi leo nataka kutoka niende pahala fulani. Mama na wewe umezidi, hakuna. Mtoto anamwambia mama, au nenda. Au mtoto yule anaendesha maisha ya ile nyumba. Watoto wa kike wanatoka huko, hawajulikani wanafanya kazi gani, wanarudi majumbani, ameleta chakula, ameleta nyama, ameleta gari, ameleta nyumba, ameleta nini, na wazee wako kimya, wanafurahia siku hizi maisha ni mazuri. Na yule ndo sasa anakuwa bosi wao. Ndio maana ya antalida al-amatu rabbata. Na nyinyi chunguzeni, sasa hivi watoto wengi wa kike wamekuwa mabosi wa wazazi wao, hawaguswi yao, kwa sababu ukiona watu wanaishi vizuri kwa kupitia wao. Wanatoka huko wanakwenda kuhongwa na wanaume, wanaleta nyumbani. Mama anaona alhamdulillah, Mungu akuzidishie na mwanangu, Mungu akuzidishie. Leo umetuletea hiki, kesho utuletee kingine, bila kuhoji kinatoka wapi. Sasa yule ndo antalida al-amatu rabbataha. Mpaka sasa hivi watoto wa kiume wamekuwa hivyo. Akiwa na dada mtu anafurahi kwa sababu anajua itakuwa ndo kitega uchumi chake. Mpaka sasa tunawafanyisha biashara watoto wetu. Sasa wamekuwa wao ndo wenye sauti. Watoto wa kike ndo wenye sauti. Almarhum Sayyid Muhammad ibn Sharif al-Bid alipiga mfano ambao katika hadithi hii akasema, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskin fil janna. Akasema nyumbani leo kuna rais na kuna waziri mkuu na kuna raia mtiifu. Katika kila nyumba sasa hivi kuna rais na waziri mkuu na raia mtiifu. Rais ni mtoto wa kike, ndo president. Waziri mkuu ni mama. Raia mtiifu ni wewe baba. Sasa baba ni raia mtiifu vipi? Hata kama baba ana uwezo, utizameni. Waziri mkuu mama, rais ni mtoto. Yule mtoto huja tu akaeka zogo, mama mimi nakwambia mwaka huu imetoka iPhone 6 na mimi naitaka. Mwambie huyo mumeo, anamwambia baba, mwambie huyo mumeo kama sitoipata hapa patakuwa hapa pakuliki, hapa pikiki. Waziri mkuu kishapewa order na nani? Na rais. Anamsubiri sasa raia mtiifu. Akifungua mlango tu anaambia, haya kuna salamu zako hapa. Mwanao anasema anataka simu kadhaa. Sasa mimi sina pesa. Tusikirane. Kafanya utakavyofanya, lakini umletee mtoto simu hapa. Wenzake wote wanazo, wewe una akili, kalete. Baba atatoka pale, ataenda pale, atakopa, ataenda pale, atachukua kama hela nazo hapo atahesabu. Atampa waziri mkuu atapeleka maagizo kwamba tayari kila kitu. Na mengine yote ndio hivyo. Mengine yote imekuwa baba yeye kazi yake ni kuamrishwa na kutii. Maana yeye ndio raia mtiifu. Waziri mkuu na president wao ndio wanapanga ndio. Watoto wa kike wa siku hizi walivyo. Watoto wameharibika kwa kiasi kikubwa, ndio maana hawana adabu, kwa sababu hakuna reference, hakuna marji, hakuna pahala ambapo wanaogopa kwamba hata wanatoka bila ruhusa, wanatoka wanalala huko, wanaweza wakarudi wiki, wanaweza wakaambia sasa mimi mwezi mzima siji, na nyumbani kukawa kimya, hakuna kauli yoyote. Mtu yuko tayari kuuliza, mbona kuku wangu hajarudi mpaka sasa hivi magharibi, lakini si mtoto wake wa kike. Allah mrehemu Sheikh Nasr Bachu alikuwa akisema maneno haya.
Anasema anatafuta mtu mitaani. Unatafuta nini mama? Kuku wangu magharibi imefika hajarudi. Kuku na mtoto wa kike amelala wiki, hajulikani kalala wapi, wala hana wasiwasi. Kwa nini hana wasiwasi? Kwa sababu analeta hela. Akija pochi ile na handbag ile imejaa, anamwachia mama 500. Umeachiwa 500, kesho anatoka, utaambia usitoki. Una akili wewe, wenzako atakwambia. Ndio maana nimeshuhudia mmoja katika baadhi ya watu aliambiwa usimwozeshe mwanao mtu fulani kule aliko, tumesikia ametoga katika masikio yake ana herini, na yeye ni mwanamume, anaweka anavaa cheni na mpaka ulimi kaeka baadhi ya vitu. Mume gani huyu? Asema mwacheni, si ndio maisha ya huko, ndio watu wanavyoishi. Kwa sababu gani? Analetewa hela huyu mama, analetewa hela, anaona mwanawe aende tu, hata akiolewa na nani aende tu, alimradi mkono unakwenda kinywani. Maisha haya yalivyokuwa magumu, wale watoto wetu sasa ndio wamekuwa walezi wetu. Yaqub ibn Ishaq alipokuwa analia mtoto wake hamuoni mpaka amepofua macho. Watoto wameenda Misri, wamekuja na habari njema. Wanamwambia baba, laqad ra'ayna ibnaka Yusuf innahu sara malikan abshir, tumemuona mwanao amekuwa mfalme, hakufa kumbe, yuko hai. Tena zaidi ya yote ni mfalme wa Misri, ya'muru wa yuta. Kuna zaidi ya ufalme. Wao wanafurahi, baba akakasirika. Mbona ufurahi pamoja nami? Sasa madha af'alu bimulki, ni ufanye nini ufalme wake? Akhbiruni fi ayi dinin huwa, niambie niko katika dini yangu, mwanangu miaka 40 sijamuona, mnaniambia ufalme. Ufalme wa kazi gani? Mimi nitafanya nini ufalme wake? Yuko katika dini gani? Walikomwambia bado ni muwahid. Sasa wakati wa kufurahi. Ni wangapi katika wazazi wana watoto wao Marekani, Ulaya, Uarabuni, wanauliza mwanangu, lakini unasali wewe? Uliondoka hapa una juzuu 30 au 20 au 50, bado zipo kichwani? Ni wangapi wanauliza waswali? Aulizi, bwana Fatuma, Mariamu, mbona umenipunguzia dola? Ulikuwa ukileta 2000, sasa hivi naleta 500 tu. Imekuaje mambo huko? Au yule mzungu wako kakuacha? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Unauliza au yule mzungu wako kakuacha? Baadaye ndio tunakupa hela na sisi huko hebu tunastirika. Jamani, tunaishi katika maisha ambayo la ya'lamu madaha illa Allah, ubaya wake anaujua Mungu tu. Tunakula kupitia vifua vya watoto wetu. Na Waarabu walikuwa na msemo zamani, wanasema al-hurra tamutu ju'an wa la ta'kulu bi thadiyaiha. Mwanamke muungwana anakufa njaa, lakini hali kwa kutumia kifua chake. Anakufa njaa, lakini hali kwa kutumia nafsi yake. Lakini wanawake wa leo wanamsema, wanasema use what you have to get what you want. Tumia ulichonacho ili upate unachokihitaji. Sasa alichonacho mwanamke nini? Shape yake, umbo lake, uzuri wake. Kwa sababu akitembea tu hapo, sisi tuliotoka hapa kwenye darasa tutaanza ujijui unavotoa mahela kwa sababu ya uzuri wake. Fitna. Na wana fitna, ndio maana Mtume akasema ma taraktu fitnatan ashadda ala rijali minan nisa. Maamun alipoambiwa waziri wako anaumwa na hujenda kumkagua, akasema ni vibaya, akaenda kumkagua mwanawe Harun Rashid. Kufika ameona waziri taabani. Baada ya muda akafungua mlango wa mwanamke mrembo mzuri, anamletea Maamun kinywaji. Basi Maamun alipochukuliwa na uzuri wa mwanamke yule, akakamata mkono badala ya glasi. Akamwambia vipi? Yule baba akamwambia kinywaji chako hicho tunakukaribisha. Maamun akamwambia waziri wake, bi'ni jariyatak, niuzie mtumishi wako haraka, niuzie leo, namtaka mimi. Akamwambia la ya sayyidi, innaha laysat bijariya, innaha ibnati, huyu binti yangu, sio mtumishi, sio mtumwa wangu, binti yangu. Asema samahani, nimefikiri mtumwa, niuzie lakini sio mtumwa, naomba samahani. Akamwambia usijali, wewe bwana wangu, mtoto wangu ni kama mtumwa wako. Baada ya kunywa kinywaji kile amemaliza, anamwambia mtoto wake burani, kwa kitu burani,
huyu ndo kiongozi wetu, amekuja kumtakia babako ashifa al-ajil, dua apone haraka haraka. Maamuni akasema nani alokuambia nimekuja kukutakia dua upone haraka haraka? Bora umwe kila siku nije nimuone mwanamke mzuri. Mwanamke huyu kumuona imekuwa bahati kubwa sana. Wanawake wanawatoa watu akili, wanawatoa watu fikra, mpaka Maamun anasema bora umwe siku zote nipate faraja ya kuja hapa kukuzuru wewe, lakini nione uso huu. Mwanamke mrembo kama huyu, jamalul bari. Ndio Allah akasema zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Anasema hii dunia ni mapambo, lakini pambo la dunia nambari moja ni wanawake. Anasema zuyina linnasi hubbu shahawat, namba moja minan nisa, na wametajwa wao nambari moja kwa sababu fitnatuhunna ashad, fitna yao ni kubwa kuliko pahala popote. Na kuwa fitna kubwa ndo kama hivyo, baba analishwa na mtoto wake wa kike na haulizi, kwa sababu akiuliza wao wamekuwa katika miji ndio wamekuwa ni viongozi wa watu, na hivi ndivyo tunavyoshuhudia ulimwengu unavyokwenda. Na vile vile anasema nisa, utakuja kuona wanawake kasiyat ariyat, wamevaa lakini hawajavaa. Ruusuhunna kaasnimatil bukht, vichwa vyao utadhani nundu za ngamia. La yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha, hawaingii peponi wala harufu ya pepo hawatoisikia. Hii ni wale wanawake wanaotembea uchi barabarani, wamevaa tight au transparent, unaona mpaka ndani, nguo ya ndani kabisa imevaliwa ni rangi gani. Mtume aliwazungumzia hao. Kisha vichwa vyao kama nundu za ngamia, yani kwa ile style ya nywele itakavyofanywa, kuna sijui zege, kuna kifusi, kuna potelea mbali, kuna ni zote hizo ni style mpya za wanawake, na angalau wewe upande kupendezewa. Hizi ni ashratu saa ambazo tu zinahakikisha kwamba dunia inakata rohi, dunia itaondoka. Sasa una kitu gani wewe cha kwenda nacho kwa Mola wako jalla jalalu? Mwenyezi Mungu atupe husnul khatim, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة، أن تيسر علينا أمورنا، أمور الدنيا والآخرة، واقض جميع حاجاتنا. اللهم ردنا إلى كتابك وسنة نبيك مردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين.